Habari watazamaji wa Share Katoto TV. Leo tunakuja na kipindi kiitwacho Tumekufikia, na mada yetu ya leo itakuwa kwa wale ambao wako mitaani wanaishi karibu na mitaro ya maji machafu. Niko mimi mwenyewe naitwa Ali Muhammad Mwilu. Unaweza kaniita Koba maarufu, lakini siko peke yangu, niko na dada yangu hapa, atajitambulisha mwenyewe. Naitwa Asnati Lusinde, mtangazaji wa Share Katoto TV. Karibu sana, tuendelee na kipindi chetu. Mada yetu ya leo kama nilivyokuambia mara kwanza kwamba kwa wale ambao wanaishi katika mitaa ambayo wapo karibu na mitaro ya maji machafu. Hiyo ni zama kubwa sana kuishi karibu na mitaro ya maji machafu, kwa sababu unaweza ukasababisha magonjwa mbalimbali ambayo yanajifua katika yale maji machafu ambayo tunaishi nayo karibu. Kwa hivyo basi inakuwa ni vyema zaidi kufanya kile ambacho kinahitajika ili mradi ile mitaro kama inaweza kuhamishwa au kuifanyia usafi mara kwa mara ili mradi mambo yasiwe kama vile ambavyo sisi tunajua. Au unasemaje dada? Kwanza kabisa kuishi kwenye yani bondeni, tuseme bondeni, ni hatari kwa afya yako. Ni hatari kwa afya yako kuanzia kwako wewe mpaka watoto, kwa sababu sasa hivi ni msimu ambao mvua kwa sasa zinataka kuanza. Ukiwa unaishi bondeni, kikweli kabisa ndio maana madhara mengi huwa yanatokea. Kabla serikali haijapiga kelele swala hili, ni wewe mwenyewe atakuwa kwanza tu kujiongeza kwamba hii sehemu ambayo mimi nilipo sio sahihi. Kwa sababu inafika kipindi tunaanza kuilaumu serikali. Baada maji yameshajaa, labda nyumba imejaa maji, vitu vimeondoka na maji, tunaanza kuilaumu serikali. Lakini kwamba tunatakiwa tuwe tunachukua hatua kabla ya tatizo halijawa kubwa. Ni kweli, na hapo pia kuna baadhi ya nyumba ziko karibu kabisa na mitaro. Unakuta kipindi hiki ambacho mvua zinakuja, unakuta anashindwa hata kwenda kufuata mahitaji yake binafsi kwa sababu ile mitaro inakuwa imejaa, inashindwa hata mtu kupita kwenda kwa ajili ya kufuata mahitaji. Hususan sisi ambao tunakaa katika hiyo mitaa, tunaishi na watoto. Unajisikia siku hiyo umechoka, mtoto unamtumaje kwenda kufuata mahitaji wakati ule mtaro unaona kabisa umejaa na hawezi kuvuka. Hapo pia licha tu ya kumwagiza mtoto kwenda kufuata mahitaji, watoto huwa wanacheza. Sasa kwenye kucheza unaona upo karibu na mtaro, mtoto kacheza kaingia kwenye ule mtaro, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hivyo basi hii inakuwa ni muhimu sana kututafuta sisi Share Katoto TV ili tuje katika mtaa wako, tuangalie nini ambacho kipo katika mtaa wako, changamoto gani ambayo inasumbua katika mtaa wako, na sisi kama Share Katoto TV tuweze kupaza sauti ili viongozi wale ambao wanahusika katika mtaa wako wapate kusikia na kuona hiki ambacho tunakizungumza siku ya leo, iwe nafasi ya kutenda ili mradi lile jambo liishe pale, ile changamoto iishe katika mtaa wako, si ndio? Na kitu kingine, kabla mtu hajanunua kiwanja, awe anaangalia sehemu ambayo ananunua kiwanja ni sehemu sahihi. Na ndio maana wanakuambia mara nyingi ukiwa unataka kununua kiwanja usinunue kipindi ambacho mvua hakuna. Nunua kipindi ambacho cha masika ili mradi upate kuja kiwanja nilichokipata ni kiko sehemu nzuri, ili kisilete madhara baadaye. Sehemu nyingine unaweza kununua kiwanja lakini ukakuta ile sehemu iko sawa, lakini mvua zikianza kunyesha panatuama maji, panajaa maji. Na kama umeona hiyo sehemu ni sahihi kwako, labda wengine wananunua kutokana labda na bei zao, unakuta ndo kipato ambacho yeye anacho kwa muda ule. Kwa hiyo inambidi anunue lile eneo. Basi kwenye kujenga, basi hata ule msingi uwe imara. Ili kuepuka matatizo ya nyumba kudondoka, maji kujaa ndani. Na wale ambao mnakuwa mnaishi kwenye lile eneo, mwe na ushirikiano. Ushirikiano wa vipi, kwamba sisi hapa eneo letu kwamba linajaa maji, tutumie mbinu gani? Muda mwingine sio lazima kila kitu tusikumizie serikali. Unajua serikali ina vitu vingi vya kufanya. Serikali na mambo mengi. Wanaweza kashirikiana wao wenyewe tu, hata kwa kusawazisha, wakiwa na ushirikiano mzuri na wakarekebisha lile eneo likakaa sawa. Mkubwa unaweza kufanya, yani kwamba unaweza ukaishi, lakini kuna kama nilivyosema, kuna watoto wadogo wanatoka wanakwenda shule. Sehemu nyingine unakuta mtoto anaruka
Yeye anahisi kidimbwi kidogo, kumbe dimbwi ni kubwa, nakuta mtoto anaingia kwenye dimbwi la maji. Kwa hiyo inakuwa ilikuwa linakuwa sio nzuri. Ndio maana kipindi chetu kinaitwa Tumekufikia. Kwa ajili ya kutaka kujua changamoto zilizokuwepo kwenye jamii yetu. Hapo hapo katika mitaro tunayozungumzia siku leo katika kipindi chetu cha Tumekufikia. Kuna baadhi ya mitaro mingine ni mitaro ambayo imetengenezwa kutokana na miundombinu ambayo ipo katika ile eneo. Lakini kuna mitaro mingine wanatengeneza waja tu mtu kwa vile ni tajiri, ana nyumba yake nzuri, unakuta anatengeneza mtaro kutoka kwenye nyumba yake kutiririka kwenye nyumba ya mwenzie. Alafu maji yanayotoka sio masafi, ni machafu. Kwa hiyo ile pia nayo ni changamoto kubwa sana, na ndio maana tunahitaji kuwafikia pale mlipo ili mradi tuweze kuzitatua kama kitakuwa ndani ya uwezo wetu. Kama itakuwa nje ya uwezo wetu, ni kwa ajili ya kuwajuza ile serikali ya maeneo hayo ambayo wewe unaishi ili mradi apate kuona kupitia kipindi hichi cha Tumekufikia. Hiyo ilikuwa ni kwenye mitaro. Lakini pia kuna baadhi ya watu wengine pia wanaishi karibu na madampo. Nikizungumzia dampo tunajua ni maeneo ya mrundiko wa takataka. Unakuta katika zile takataka kuna baadhi ya wadudu wanatoka mule, lakini pia harufu mbaya zinatoka, na unakuta mtu dirisha lake ndio lipo katika hizo karibu na hizo takataka. Sasa sijajua anakuwa na moyo gani wa kuvumilia mpaka kipindi hiki hajatoa taarifa na sisi tukaenda ili mradi mambo yakawa sawa kabisa katika hilo eneo lake. Sasa hapo kuna mawili. Inawezekana pale palikuwa dampo, yeye akaenda kununua lile eneo na akiwa anajua pale ni dampo. Ama inawezekana dampo imemkuta yeye. Sasa hapo kuna mawili. Yeye kaikuta dampo ama dampo imemkuta yeye. Kwa sababu kuna mwingine unajua anaona kabisa hii sehemu sio sahihi, lakini anafanya. Unakuta kabisa kwamba hii eneo Mtanzania akishaambiwa kwamba swala la hela, yeye anauza sehemu yoyote mradi aingize pesa. Mimi na uhakika kwa sababu sehemu za dampo ni ambazo serikali wameshazichagua kabisa kwamba hapa ni sehemu ya kutupa takataka. Umeona? Sasa kuna mwingine unakuta sasa mtaani unakuta wengine wanaenda kugeuza sehemu ni dampo ambapo sio, hapastahiki kuwa dampo. Hapajachaguliwa liwe dampo, ila wao wanajiongeza naenda kuweka dampo. Unakuta wakazi wa pale kikweli wanakuwa na mazingira magumu. Mtu kashapata pesa kujenga vyumba vyake vitatu, anaishi pale na familia yake. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuhama kwa haraka akatafuta pesa kaenda kununua sehemu nyingine. Hilo inakuwa ni changamoto. Sasa tunawasemea vipi kwa hao ambao mtu anakuta kajenga nyumba yake vizuri, yeye anachukua takataka zake anaenda kutupa pale eneo lile ambalo mtu kajenga vizuri tu na kalima, kaeka mazingira safi, lakini unavizia usiku, maana usiku ndio matokeo yanafanyika sana, sio mchana. Mtu anakuta usiku anaenda kutupa takataka zake pale. Labda kwa sababu tu nyumba yake ipo kwenye kabondi. Kwa anaona kama ndo anamsaidia kulificha lile bonde, kumbe ndo anamuongezea yale matatizo, kwa sababu zile takataka mvua ikija hazikai, zinaondoka. Kwa hiyo zinavyoondoka kunaendelea kuchimbika, anakuwa baada ya kumaliza tatizo linakuwa kubwa zaidi. Na ndio maana tumesema kwa mara ya kwanza hiki kipindi kinaitwa Tumekufikia. Kwa hiyo tutafika mtaa kwa mtaa, tutatembea mtaa kwa mtaa kwa ajili yako wewe ambao una matatizo hapo mtaani kwako. Haijalishi ya kusababishwa au wewe mwenyewe umeyafuata. Kama umeyafuata mwenyewe najua hutaweza kutoa taarifa, watatoa majirani. Lakini kama yamekufuata basi itakuwa ni vyema zaidi kutufikia na kutupigia simu kwa namba za simu hizo ambazo zinapita hapo chini ili utugee taarifa na utuambie unapatikana mtaa gani. Sisi tutakufikia kwa wakati na tutafanya vile ambavyo sisi tunaweza kama Sheka Toto TV. Naitwa Ali Mohamed Mwilu almaarufu Koba. Kipindi chetu kinaitwa Tumekufikia. Sijawa peke yangu, nilikuwa na dada yangu naitwa Sinati Usinde.